Kusimamia kusudi la Mungu ni jambo lenye uzuri wa kipekee sana, kwa sababu kunahusisha kushiriki katika mpango wa Mungu hapa duniani. Mungu ana mpango wake hapa duniani. Unapoishi kwenye kusudi ni jambo lenye uzuri wa kipekee sana. Kuliishi kusudi ni jambo lenye uzuri wa kipekee, maana tunashiriki wote kwenye mpango wa Mungu. Amen. Wakati Esther na Mordekai walipofanya maombi ya siku 3 kavu, alafu Mungu akaleta wokovu kwa Wayahudi. Hamani akatundikwa kwenye mti wa mikono 50 aliyokuwa amemwandalia Mordekai. Alafu Mordekai akapandishwa kwenye farasi wa mfalme na akavalishwa mavazi rasmi ya heshima, akaimbiwa nyimbo. Nataka nikwambie, mpaka watu ambao si Wayahudi walijifanya ni Wayahudi. Mpaka watu ambao si Wayahudi walijifanya nani? Wakati wa Misri, wakati wa Israeli walipoteka mateka kule Misri, wakavuka bahari ya Sham, maandiko yanaonyesha hata na watu wengine walijifanya ni Wayahudi. Kwani kuambie, furaha ya kanisa ni ya watu wote. Furaha ya kusudi na mpango wa Mungu ni furaha ya watu wote. Kwa Mungu anapoinuliwa, watu wote wanafurahi. Lakini pia andika jambo hili muhimu kabla sijakupa mambo 7. Huwezi kuwa na hatima uliokusudiwa na Mungu bila kukaa katika kusudi la Mungu. Hauwezi kuwa na hatima maishani mwako uliokusudiwa bila kukaa katika makusudi ya Mungu. Hauwezi ukafikia hatima ya maisha yako, destiny yako, kama hujakaa kwenye kusudi. Hauwezi. Kwa hiyo yale mambo uliyowekewa mbele yako, mema, ya baraka, ya ushindi, utayafikia tu ukikaa kwenye kusudi la Mungu. Hauwezi ukafikia hatima nzuri ya maisha yako, kama ni utajiri, kama ni mambo ya baraka za mafanikio, kama ni uongozi, kama ni heshima, kama ni baraka, hauwezi ukazifikia pasipo kukaa ndani ya kusudi la Mungu. Na tunapoendelea na hili somo, probably Jumanne, ndio nitakueleza watu ambao walibeba kusudi. Alafu nitakuonyesha hatima yao ilikuwaje. Kwa kile kitu Mungu alichokukusudia, kile kitu ambacho Mungu amekukusudia, ambacho ndilo kusudi, ukikifahamu, ukakikubali, ukakiishi, kuna mambo fulani yatakuwa mepesi sana kwako. Alafu kuna mwisho fulani utaufikia wenye utukufu usiokuwa wa kawaida. Sasa naomba nikupe mambo 7. Uzuri wa kulijua kusudi la Mungu na kuliishi kusudi la Mungu katika maisha. Namba 1, unapata utambulisho wa kweli, true identification. Unapata utambulisho wa kweli. Unapata utambulisho wa kweli. Kulijua kusudi na kuliishi kusudi kutakufanya wewe ujitambue wewe ni nani. Unatambulika kwa jina halisi, kwa hadhi halisi, kwa heshima halisi.
Kwa kama umeitiwa kuimba, alafu ukasimamia kuimba, dunia yote itajua fulani ni mwimbaji. Yohana Mbatizaji alijua hivi, kusudi la Mungu kwake ni kuitengeneza njia ya Bwana. Akaja akasema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake. Akasimama na ujumbe huo mpaka Yesu alibatizwa na Yohana. Maaskari, maafande walibatizwa na Yohana. Uyahudi wote, alafu kanisa lake sasa lilikuwa nyikani. Kanisa lake lilikuwa wapi? Ukijua kusudi lako watu watakufuata mirongo. Ukijua kusudi la Mungu kwako watu wakatafuta mirongo 4. Watu watakufuata uko namba 5. Kwa nini? Kusudi la Mungu namfanyaga mtu atambulike. Kwa hiyo utatambulika kama mchungaji, utatambulika kama mhubiri, utatambulika kama nabii, utatambulika kama mwimbaji, utatambulika kama mfadhili wa kujenga makanisa, kulipia wachungaji vyuo, na tajiri wa kuna mchungaji mmoja amejenga makanisa mamia ya makanisa hapa Arusha. Mamia, Singida, wapi. Alikuwa anaitwa Fritem Wentland. Kanisa la Eso amejenga, kanisa la Kisongo amejenga, makanisa ya Ngarananyuki nayojua amejenga makanisa mengi. Alijua kusudi la Mungu kwake ni kufanyika daraja, pesa nyingi zipite kwake zikafanye kazi ya Mungu. Kusudi litakufanya utambulike. Kuna kusudi la wewe kuwepo duniani. Haijalishi ni kusaidia watu, haijalishi ni kiongozi, haijalishi ni mtu wa rohoni, mtu mwenye macho ya rohoni. Kuna mtu mmoja anayetuambia hapa, anatakiwa hapa kanisani atuambie hivi, jamani, mwaka ujao hakikisheni mnalima vizuri, mnakamata mashamba makubwa, maana mvua zitanyesha vizuri, watu watapanda, watavuna, watakuwa matajiri. Anatakiwa awepo mtu wa aina hiyo. Anatakiwa awepo mtu wa kuambia watu hivi, jamani, kesho hakikisheni kwamba hamtoki ndani, maana zitanyesha kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo mnaofanya kazi sokoni, msihangaike kuleta nyanya, maana zitaungua. Anatakiwa awepo mtu ambaye ana neema za aina mbalimbali katika kanisa. Bwana tusaidie. Kwa hiyo inakusaidia kupata utambulisho wa kweli, true identification. Wewe ni nani? Utambulisho wako, wewe ni nani? Kwenye mwili sikio linajitambua, macho yanajitambua, pua inajitambua, ulimi unajitambua, hata kucha inajitambua kwenye mwili. Kwenye ufalme wa Mungu tunapaswa tujitambue. Bwana atusaidie. Namba 2, unatembea katika nguvu na neema ya Mungu, na Mungu anakuwa pamoja nawe. Hiyo pointi ya kwanza andiko ni Waefeso 2:10. Pointi ya kwanza andika Waefeso 2:10. Pointi ya pili, unatembea katika nguvu na neema na Mungu anakuwa pamoja na wewe. Mungu ana tabia ya kuto kuacha kusudi lake liwe tupu. Mara zote atakapokutuma, alimwambia Joshua, sintakuacha. Nilipokwenda pamoja na Musa, nitakwenda pamoja na wewe. Sintakupungukia wala sintakuacha. Alimwambia Yeremia, niko pamoja na wewe ili kwamba nikuokoe. Alimwambia Musa ya kwamba utakapokwenda nitakuwa pamoja na wewe. Aliwaambia mitume wa Yesu Kristo, mkawafundishe kuyashika yote niliyowaamuru, na tazama mimi niko pamoja na wewe. Kwa hiyo neema ya kusudi la Mungu, mahali ambapo kusudi la Mungu lipo, na Mungu yuko hapo hapo kuhakikisha linafanikiwa, kuhakikisha linasimama, kuhakikisha linamtumikia Mungu na linamzalia Mungu matunda, na kuhakikisha makusudi yake yanasimama. Kwa sababu hiyo, uzuri
na wema na faida ya kulijua kusudi la Mungu na kuliishi ni kwamba Mungu anakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo Mungu anakuwa na wewe, ukifanya biashara itakwenda. Kwa nini? Mungu yuko na wewe. Ukihubiri watu wataokoka, maana Mungu yuko na wewe. Ukichunga kanisa litanemeka, litasitawi, maana Mungu yuko na wewe. Ukiimba watu watabarikiwa, watu wataponywa. Kwa nini? Unaishi ndani ya kusudi. Unapoishi kwenye kusudi, Mungu anakuwa na wewe. Namba tatu, unaleta matunda yenye kudumu. Unaleta matunda yenye kudumu. Ile kusudi lina tabia ya kumletea Mungu matunda. Kusudi lina tabia ya kumzalia Mungu matunda. Na kwa sababu hiyo, kitabu cha Yohana 15, hicho naomba nikisome mstari wa 16. Yohana 15:16 anasema, sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Unapokuwa kwenye kusudi, kuna tabia ya kusudi kumzalia Mungu matunda. Na miongoni mwa jinsi, ijapokuwa sijafika huko, lakini namna mojawapo ya kujua kusudi la Mungu kwenye maisha ni kuona kwamba kile unachofanya kinaleta matokeo. Ziko namna kama 7 tutashare tunapoendelea na somo hili, namna kama 7 za kujua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Mojawapo, unaona matunda. Unaona matunda. Kama ni muombaji, ukiomba unaona matokeo ya maombi uliyoomba. Kama ni mtoaji, ukitoa unaona matokeo ya utoaji wako. Kama ni mhubiri, ukihubiri unaona matunda ya watu kuokoka, watu kuponywa, watu kufunguliwa, watu kuwekwa huru. Kama ni mchungaji, kama wewe ni mchungaji, unaona matunda ya kanisa kukua, kanisa kuongezeka. Maana yake lile kusudi la Mungu kwako ukilisimamia linaleta matunda. Bwana asifiwe. Ukichunga kanisa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, miaka 10, mko wewe tu na mke wako, nenda muulize Mungu mara 3. Jamani, sijivuni, lakini sina kufundisha. Ukihubiri mikutano ya Injili, ukahubiri mikutano mwaka wa kwanza, hakuna anayeokoka, hakuna anayesimama, hakuna anayekusikiliza. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 10 haileti matunda. Jiulize kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu lina tabia ya kuzaa matunda. Kuna vitu vinatokea vitakutia moyo. Kuna vitu vitatokea vinakuthibitishia kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Jambo la 4, unapata thawabu milele. Unapata thawabu milele. Unaposimama kwenye kusudi, unapata thawabu. Timotheo wa 2:4 mstari wa 8. Timotheo wa 2:4-8. Unapata thawabu ya milele. Maana yake kazi yako haitakuwa bure, kazi yako haitakuwa ya hasara, italeta thawabu. Timotheo wa 2:4-8. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala sio mimi tu, bali na watu wote waliopenda kufunuliwa kwake. Hapo nyuma
anatoa ushuhuda, nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Asema atapata thawabu. Nataka nikuthibitishie mtu wa Mungu, ukisimama kwenye kusudi, Mungu ni wa haki, atakulipa. Yaani Mungu ni wa haki, atakulipa. Naomba nirudie. Ukisimama kwenye kusudi la Mungu, Mungu ni mwaminifu na wa haki, hata isahau kazi yako. Tena uzuri wa Mungu sasa ni huu, nataka niseme, Mungu anakulipa na vizazi vyako vyote vitafaidi matunda ya kazi Mungu aliyofanya na wewe. Kwa hiyo unaona thawabu itakuwepo. Jambo la 5, unakuwa baraka kwa wengine. Unakuwa baraka kwa wengine. Unapokuwa kwenye kusudi, unapoliishi baraka. Jamani, hata mhudumu anayehudumu kwenye meza ya mfalme, hata makombo si anapataga? Bwana atusaidie. Yesu atusaidie. Yaani kuna namna mtu anayeishi na kusudi anakuwa baraka kwa wengine. Mwambie jirani yako, unatakiwa uwe baraka kwa wengine. Halo. Bwana asifiwe. Ukiishi kwenye kusudi, ukapanda treni ya mwendo kasi, ikapata ajali, ikaua watu, pale ambapo kuna mtu mwenye kusudi, kuna watu watapona, maana kuna mtu katikati ya hiyo basi ako hapo. Ukipanda basi, unakwenda Mbeya, unakwenda Mwanza, unakwenda Iringa, unakwenda Dar es Salaam, likafika mahali likapata ajali, kama kuna Paulo au kuna Petro ama kuna Yohana, kuna watu watasalimika, maana kuna mtu wa Mungu katikati ya hicho chombo. Hata Yona aliyekuwa amemkimbia Mungu, sema Yona. Alafu usiseme tu Yona, alikuwa anaitwa mercenary, mjanja. Yona dogo, nadhani na ujana ulikuwepo. Ametumwa Ninawi, akasema watu wa Ninawi kufeni zenu huko. Akaenda wapi? Tarishishi, kula bata. Unajua ubinadamu upo Ubinadamu upo tu kwenye haya maisha. Yona ametumwa Ninawi, akaenda wapi? Tarishishi. Ngoja nikwambie, pamoja na kwamba mawimbi yalikuja, dhoruba zikaja, tufani ikaja, chombo kikataka kuzama, kwa taarifa yako walikuwa salama, maana kuna mtu mwenye kusudi. Kuna mtu mwenye nini? Tusiangaliege upande mmoja, na upande wa pili tuangalie kwamba pamoja na kwamba jamaa waliingia misukosuko, lakini bado walipona, maana kuna mtu mwenye nini? Matendo 16, kuna wakati Paulo na Sila walifungwa gerezani. Wakafungwa na nani? Wakafungwa gerezani. Wakapiga mapambio usiku na kumwomba Mungu. Maandiko yanasema misingi ya gereza ikafanyaje? Milango ikafanyaje? Nikuulize, aliyekuwa amehukumiwa kunyongwa alibaki anatoka mita, si milango ilifunguka? Uwezi ukaambia Biblia haijaandika kila kitu eti. Yaani wewe kweli uko ndani kule Kisongo, unasubiri kunani? Kunyongwa. Alafu jamaa wamepiga mziki hapa, umenoga, milango ya gereza imefanyaje? Ikafunguka. Naamini na wafungwa walipona. Mtu mwenye kusudi anakuwa baraka kwa watu wengine. Ukitembea na mtu mwenye kusudi, unafaidi mema ya yule mtu. Kitabu cha Mwanzo 12. Amen. Kusudi la Mungu linaandamana na neema na baraka na kibali kwa wengine. Mwanzo 12 mstari wa 2 na wa 3. Mwanzo 12
mstari wa 2 na wa 3. Ukifuatana na mtu aliyebarikiwa, kuna mema fulani utafaidi kabisa. Kuna heshima fulani utaipata. Bwana asifiwe. Mwanzo 12 mstari wa 2 na wa 3. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nawe uwe baraka. Kusudi la Mungu, unapokuwa kwenye kusudi la Mungu, unafanyika kuwa baraka. Utafanyika baraka kwa ajili ya watu wengi. Maombi yako, utumishi wako, vipawa vyako, mafanikio yako na mkono mwema wa Mungu unaandamana pamoja na wewe, utafanyika baraka kwa watu wengine wanaokuzunguka. Amen. Namba 6. Unatembea katika amani ya moyoni. Ukiishi kwenye kusudi la Mungu, unatembea katika amani ya moyoni. Hakuna amani kubwa kama kujua unafanya kile Mungu alikuita kufanya. Hakuna jambo la raha linaloleta raha na amani kama vile kujua ya kwamba unafanya kile kitu Mungu alichokuita ama alichokuumba kukifanya. Mhubiri mmoja maarufu sana alikuwa anaitwa Reinhard Bonnke. Katika maisha yangu yote sijawahi kumuona mtu alikuwa anahubiri injili simple lakini yenye nguvu na madhihirisho kama Reinhard Bonnke. Alipokuwa anahubiri hapo Arusha Sekondari, viwanja vile, makalasinga waliponywa, wahindi waliponywa, hivyo majambazi walileta silaha, tulichoma mairizi, yaliletwa mapipa. Mimi nilikuwa ushers kwenye ule mkutano, mimi nilikuwa mhudumu. Yalileta mapipa na mapipa ya kuchoma mairizi, kuchoma mauchawi, na silaha zilizoletwa akazikabidhi mwenyewe hapo Central Police. Akasema hawa wameokoka, hakuna kesi, imeisha, na iliisha kweli. Akasema hivi, if you don't enjoy my gospel, I enjoy it myself. Akasema hivi, kama haufurahii injili yangu, mimi naifurahia. Maanake anasikia amani kuhubiri. Kusudi la Mungu litakupa amani. Ukitoa mabilioni ya pesa utakuwa na amani. Ukichunga watu wa Mungu, hata kama wengine vichwa vimepinda, utakuwa na amani. Halo? Hata kama wengine ni mambuzi, wengine ni manyoka, wengine ni mafisi, kwa vile ni kusudi la Mungu kwako, bado utafanya kwa raha. Kama ni kufundisha, hautataka uaskofu. Maanake ile kufundisha tu inakupa amani. Kusudi la Mungu linampaga mtu nini? Amani. Unaridhika, unasikia utoshelevu. Kuna kitu ndani kinakupa kuridhika, kuna kitu ndani kinakupa kutosheka, maana ni kusudi la Mungu. Jambo la 7, naposema la 7, waimbaji wana muziki karibuni mbele, kwa vyombo karibuni kabisa. Jambo la 7, uzuri wa kulijua kusudi la Mungu. Jambo la 7, inakuwa rahisi kufikia hatima ya maisha yako. Jambo la 7, inakuwa rahisi kufikia hatima ya maisha yako. Inakuwa rahisi kufikia ndoto zako. Mwisho mwema. Inakuwa rahisi kulifikia kusudi, inakuwa rahisi kufikia hatima ukiwa kwenye kusudi la Mungu. Kama amekusudia uishi miaka 100, utaishi miaka 100. Ukiimba kama Mungu alikusudia uishi miaka 150, utafikia miaka 150. Ukiishi kwenye kusudi kama Mungu amekusudia utembee mataifa yote duniani, milango itafunguka yenyewe, maana unaishi kwenye kusudi la Mungu. Inakuwa rahisi kufikia hatima ya maisha yako. Unapoishi kwenye kusudi la Mungu, hauta struggle,
hauta struggle, yani hautatumia nguvu kubwa kusababisha mambo yatokee. Inakuwa rahisi sana. Bali kuambie, ukiishi kwenye kusudi la Mungu utakuwa salama. Ukiishi kwenye kusudi la Mungu utaona mafanikio. Ukiishi kwenye kusudi la Mungu utaona uso wa Mungu, utaona baraka za Mungu, utaona wema wa Mungu, utaona msaada wa Mungu. Ukiishi kwenye kusudi la Mungu ni rahisi sana kufikia hatima ya maisha yako, kwa sababu Mungu anakuwa pamoja nawe. Atakutia nguvu, atakusaidia, atakufanikisha, atakulinda, atakutendea mema na atakuhifadhi.